Mnaongezaje bei ya mafuta haraka na ikishuka muna take months kushukisha? EPRA mnajua ya kwamba ukiongeza bei ya mafuta Kenya lazima unamaliza consignment ile ilikuja kwa bei ya chini. So as Kenyans we do not expect EPRA waanza kuhadaa wa Kenya na kuongeza bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ya from the month of March up to April ni mafuta. So, ladies and gentlemen, tuseme tu ya kwamba nchi ya Kenya imepigwa na kitu kizito sana zaidi kwenye hizi nchi zote za mashariki mwa Afrika hapa, ikizingatiwa kwamba tunajua kabisa kuna shida kubwa ambayo inaendelea duniani kwenye vile vita ambavyo vipo kwa sasa baina ya nchi ya Iran, nchi ya Israel pamoja na nchi ya Amerika, ambapo tulikuja hapa tukasema kwamba hichi ni kitu ambacho kitaenda kuaffect kila mtu dunia nzima, na kwa sasa ni zamu ya mashariki mwa Afrika, ambapo jana rasmi serikali ya nchi ya Kenya ikiongozwa na ile shirika zima la utekelezaji wa kusambaza mafuta nchini Kenya ya petrol pamoja na diesel iliweza kutangaza bei mpya ya uuzaji wa mafuta haya, ambapo kikweli kabisa mafuta yalipanda kwa kiasi kikubwa sana ambacho hakijaonekana hapo awali. Tumezoea kwamba mafuta nchini Kenya yanapanda kwa shilingi 2, shilingi 3, shilingi 2, shilingi 3, lakini kwa sasa kwa takriban shilingi 40 imeweza kupanda kwa lita ya mafuta nchini Kenya. Hivyo basi tukaanza kukagua, je, nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Ethiopia ambazo ndio nchi ambazo tunasema kama ni za mashariki mwa Afrika, hizi bei ya mafuta yake iko vipi? Nchi zingine inaweza kutofautisha vipi na nchi zingine? Lakini hapo ukiangalia nchi ambayo inaongoza kwa bei ya mafuta kuonekana kwamba ni ghali zaidi ni nchi ya Kenya, ambayo kwa lita bei ya mafuta ya petrol nchini Kenya inatoka kwa 206 206 shillings, ambapo awali ilikuwa 174. So unaweza calculate hapo kutoka 174 mpaka 206, uone ni shilingi ngapi ambazo zimeongezeka kwa usiku mmoja ghafla hivyo, ambapo bei ya diesel pia vile vile imeweza kushoot pia vile vile kuenda pale 206. Ukienda nchini Uganda kwa pesa ya Kikenya utapata kwamba mafuta pale yameenda kwa bei ya 173, na vile vile nchi ya Tanzania kwa bei ya Kikenya mafuta yameenda kwa 191, na Rwanda kwa bei ya Kikenya mafuta yameenda kwa 177, na bei ya Kenya kwa nchi ya Ethiopia mafuta yako chini zaidi kwa 118. Sasa hapa ndipo pale ambapo tunapata kizungumkuti, ambapo kuna kitu ambacho mimi sijaelewa mpaka sasa, ambapo tunajua wazi kabisa ya kwamba kitu ambacho kimesababisha bei ya mafuta sana iweze kupanda bei kali sana, tukiachana masuala mengine yote yale, tunajua ni vile vita ambavyo vinaendelea kwenye dunia, ama vile vita ambavyo vinaendelea kwenye ile nchi ya Iran, ambapo kuna sehemu nyeti ambazo zinatengenezewa haya mafuta ziliweza kubomolewa ama ziliweza kupigwa mabomu. Hivyo basi usambazaji wa mafuta ikawa ni ngumu na ikawa hakuna urahisi wa usambazaji wa mafuta, na vile vile pia bahari nyekundu ile ambayo inaitwa Strait of Hormuz, pale ule mlango wa Hormuz umeweza kufungwa, ukizingatiwa kwamba ni mlango ambao unasaidia matanki tofauti ambayo yanasambaza mafuta ya petroli haya sehemu tofauti duniani. Hivyo basi kwa sasa kunakuwa na hali ngumu ya usambazaji wa mafuta, na jana ama juzi tuseme siku mbili hapa, Donald Trump yule ambaye ni rais wa Marekani pia vile vile aliweza kuzuia naye pia vile vile mlango ule na kusema kwamba hakuna meli yoyote ambayo itaingia wala kutoka mlango ule wa Strait of Hormuz pale, kumaanisha kwamba hakutokuwa na usambazaji wa mafuta kote duniani. Isipokuwa yeye Donald Trump pia vile vile rais wa Marekani huyu alikuja na kusema kwamba yeyote ambaye anataka mafuta basi ajielekeze kwenda kununua mafuta nchi ya Amerika, na kujipiga kifua na kusema kwamba Amerika iko na mafuta mazuri safi zaidi kuliko hata yale ambayo wengine wangepata kutoka nchi ya Iran ama nchi za Uarabuni. Lakini sasa swali zito ambalo tunajiuliza hapa ni Uganda, it's a landlocked country, tukimaanisha kwamba Uganda ni nchi ambayo haina sehemu ambazo ziko na vituo vya bahari ama haina mifuo, nikimaanisha kwamba there's no place for ship to dock around Uganda. Na kama iko hivyo inamaanisha kwamba Uganda wanastahili mafuta yao yako ghali zaidi ya nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania,
tuseme na nchi ya Ethiopia, kwa sababu Uganda ni ile nchi ambayo haina bahari. So nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania ndio nchi ambazo tunatarajia kwamba mafuta yatakuwa na bei chini zaidi kulinganisha na hizi nchi zingine, lakini maajabu ni kwamba nchi ya Kenya na nchi ya Tanzania ni nchi ambazo mafuta yako ghali zaidi kuliko nchi ya Uganda. So the question is, why is it so? Tukizingatia kwamba masuala mazima haya ni masuala ya kwamba mafuta hayafiki kwenye destination ama mafuta hayafiki kwenye ile nchi husika. Na Kenya tunajua kabisa iko na sehemu ndani ya Mombasa ambapo mafuta yanastahili yafike pale Mombasa ndio yaweze kusambazwa kwenye miji tofauti tofauti nchini Kenya. Kumaanisha mafuta yana uwezekano ya kufika hata kama atachukua muda mrefu. Na vile vile pia Kenya ni nchi ambayo juzi tu tuliweza kupata taarifa kutoka kwa serikali, tukaambiwa kwamba Kenya iko na mafuta mengi zaidi ambayo yanaweza kustahimili kwa siku 40 hata baada ya kwamba hivi vita vitakuwa vimeendelea. Juzi tu siku 40 mpaka sasa hazijakata, tumeambiwa mafuta yamepanda bei, na kupanda bei kwa mafuta yamepanda kwa takriban shilingi 40 za nchi ya Kenya, ambapo ndio watu wanajiuliza, je, unahisi ya kwamba endapo vita hivi vitaisha mafuta yatarudi? Kwa sababu kasumba ambayo iko nchini Kenya ni kwamba endapo kutakuwa kuna vita kokote kule kwenye hino dunia, basi utaona kwamba nchi ya Kenya inapandisha mafuta kwa bei nyingi ama bei kubwa sana. Lakini vita vile vikiisha, ambapo nchi ya Kenya wanatarajia mafuta yaregeshwe chini, utapata mafuta yameregeshwa kwa shilingi 5 ama shilingi 6 ama shilingi 2 peke yake. So kwa sababu sasa wameongeza mafuta kwa shilingi 40, yakipunguzwa yanapunguzwa kwa shilingi 2, inapunguzwa kwa shilingi 5 peke yake, hayatapunguzwa kwa shilingi 10 kuja chini. No way. Hiyo ndio shida ya Kenya. Tukienda kwa nchi ya Tanzania, wenzetu hawa, hata rais wao pia aliweza kusimama hadharani na kutangaza kwamba bei ya mafuta kwa sasa itabidi ipande, na akaweza kutoa mustakabadhi pale kabambe, ambapo alisema ama alishauri wananchi waweze kutumia usafiri wa pamoja ama usafiri wa umma kuliko kutumia usafiri wa binafsi, kwa sababu ya vile ambavyo bei ya mafuta imepanda, na yeye kama rais wa nchi ya Tanzania hangekuwa na uwezo wote wa kuyapunguza mafuta haya bei yake, kwa sababu amesema kwamba hata nchi zingine bei yake iko juu zaidi ya nchi ya Tanzania. Naye akajipiga kifua rais wa Tanzania kwa kusema kwamba yeye amejitahidi juu chini kukata ushuru wote ambao uko kwenye bei ya mafuta, ili mafuta yawe yatakuwa na uwezekano ya kutumika kwa mwananchi yoyote ndani ya Tanzania, na kuendeleza na kusema kwamba hata msafara wake pia wa rais utabidi upungue kwa kiasi kikubwa kwa sasa, na wale wafuasi wake waweze kutumia gari za umma, ambapo alisema kwamba atakuwa anatumia gari 3 peke yake, na gari zingine ambazo ziko na wafuasi wake watakuwa wanatumia mabasi, ili mradi waweze kukidhi ama kupunguza utumiaji wa kiholela wa mafuta nchini Tanzania. So tumeweza kuona kabisa kwamba kuna njia tofauti tofauti kama ambazo zinatumika kwa minajili ya kupunguza bei ya mafuta, lakini vile vile pia tukumbuke, tukirudi tena nchini Kenya, tukumbuke kwamba kulikuwa na kasumba ya wananchi ama wale ambao wako kwenye ile mrengo wa upinzani, ambao walikuja na kusema kwamba bei ya mafuta nchini Kenya itapandishwa maksudi ili mradi iweze kuumiza mwananchi wa kawaida. Tunatarajia tuweze kuona bei hino ikishuka endapo vita hivi vitaachika. So ladies and gentlemen, nikwambie tu kwamba it is what it is, kwa sababu pale ambapo tumefika ndio hapo, na hatuna namna yoyote ya kufanya lolote. Mnaongezaje bei ya mafuta haraka na ikishuka mna take months kusukisha? EPRA mnajua ya kwamba ukiongeza bei ya mafuta Kenya, lazima unamaliza consignment ile ilikuja kwa bei ya chini. So as Kenyans, we do not expect EPRA waanze kuhadaa wa Kenya na kuongeza bei ya mafuta, kwa sababu bei ya mafuta ya from the month of March up to April ni mafuta ambayo ililetwa Kenya kabla bei ya mafuta globally ianze kupanda. Kwa hivyo ile ukora mnapanga ya kuongeza bei ya mafuta this week, tutaonana ya nyinyi. The government introduced the reason why, na muangalia hivi, mafuta ikishuka globally ilitoka $100 billion per barrel, ikashuka hata $54 per barrel. Wakenya hawakuona ikishuka, walikuwa inateremshwa na shilingi 2, haikiteremuka vile mafuta globally iliteremuka. Kwa sababu gani?
kwa sababu in the first 2 years serikali wakaongeza VAT katika mafuta ya 8%. Kitambo ilikuwa 8%, wakaongeza 8%, now it is 16%. Alafu in the year 2024, immediately after the protests, serikali wenyewe wakaongeza fuel levy ya shilingi 7. Walitime vile mafuta ilikuwa inashuka, wakaongeza shilingi 7. Sasa nataka niwaeleze my friends, sasa mafuta haishuki tena, inapanda. Hiyo shilingi 7 mliongeza ya fuel levy na VAT, a time has come, you must remove it, kwa sababu you cannot transfer the rise in prices entirely to consumers. Vile mlisukisha mafuta na shilingi 1 kama peremende, vile ilikuwa inashuka zaidi katika global market prices. Hata saa hii sasa imeanza kupanda. Msitupee Kiswahili. VAT muondoe ile ya 8%. Na ile fuel levy ya shilingi 7 lazima ile ilisainiwa na minister in the last quarter of 2024. It has to be removed because I know you are planning either this week or in the next month. Mnajaribu ati mkuja muambia wa Kenya mnaongeza mafuta kwa over 10 shillings per liter, ati muanza kusema ni Iran. Mnaongezaje bei ya mafuta haraka na ikishuka mna take months kushukisha? Ikishuka mnachukua muda, ikipanda mnataka mkuje na time waseme oh